Video hii sio kwa ajili ya kila mtu. Hii ni video ya watu wachache sana ambao wanataka kuongeza spidi au kasi ya kukamilisha malengo yao mwaka 2026. Naomba nirudie. Hii video sio kwa ajili ya watu wote. Ni kwa ajili ya watu wachache ambao sio wa kawaida, ambao wana haraka, wanataka waongeze spidi ya kukamilisha malengo yao mwaka 2026. Namaanisha hivi: kwa yoyote ambaye atasikiliza video hii na atafanyia kazi haya ambayo nimeyaongea, nataka nikwambie kitu kitakachotokea mwaka 2026. Malengo yako ya mwaka mmoja unaweza ukayakamilisha ndani ya miezi 6 au miezi 7. Hizi ni siri. Siri ngapi? 3, na moja ni ya bonus ambayo ukizifanya basi spidi yako ya kukamilisha malengo itakuwa ni kubwa sana mwaka 2026. Na kama unamfahamu mtu ambaye ana haraka, ana spidi, anataka afanikiwe haraka, basi mtagi hapo chini. Maanake hii ni video kwa ajili yake, sio kwa ajili ya kila mtu. Ndio maana nimeanza na hiyo. Kwanza, ukitaka kuongeza kasi ya kukamilisha malengo yako mwaka 2026, kwanza yaandike malengo yako katika wakati uliopo. Narudia, yaandike katika wakati uliopo. Hii ni principle ya imani. Inasema kwamba imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Malengo ni hakika ya mambo unayoyatarajia mwaka 2026 na bayana ya mambo yasiyoonekana mwaka 2026. Kwa hiyo malengo yako inaonyesha kwamba wewe una imani. Kwa hiyo unatakiwa uyaandike yakiwa katika uhalisia, kama yameshatokea. Na hii unayaandika kwa kushukuru, unayaandika kwa shukrani kama yameshatokea. Unasema hivi: nina furaha na ninamshukuru Mungu, ninampeleka mama yangu kuhiji Maka. Nina furaha na ninamshukuru Mungu, ninaendesha gari aina ya Range ya milioni 250. Unayaandika kama yapo tayari katika uhalisia, katika wakati uliopo, kwa shukrani. Na hii inaenda extra kwa sababu principle ya imani inasema kwamba unatakiwa uvione vitu vikiwa katika uhalisia kabla havijawa. Maana yake, nenda kanisani, nenda msikitini, nenda katoe sadaka, kamshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, sababu mimi haya malengo yapo tayari, yameshakamilika. Umeshatenda, Mungu ushatenda. Principle ya imani. Jamani, naongea tena, narudia, sio kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa watu wachache sana ambao wanataka waongeze spidi ya kukamilisha malengo yao mwaka 2026. Jambo la pili, focus katika malengo yanaitwa high impact goals au high impact goals au malengo mama. Haya ni malengo ambayo yakikamilika yanaathiri malengo mengine yote. Katika malengo yako yote uliyoyaweka mwaka 2026, nenda kaangalie malengo gani ambayo kama nikilikamilisha hili moja inaweza ikaathiri malengo mengine mengi. Kwa mfano, unataka kumpeleka mama yako kuhiji Maka. Unataka kuendesha gari, ununue gari ya milioni 250. Utagundua kwamba lengo langu la kuongeza kipato hadi kifike milioni 70 ni lengo ambalo linaathiri haya malengo mengine yote. Inaitwa high impact goal. Kwa hiyo akili yangu, focus yangu, planning zangu zote zina focus katika lile lengo, kwa sababu hilo ndilo lengo mama. Jamani, narudia tena, hii video sio kwa ajili ya kila mtu. Kwa ajili ya watu wachache ambao wanataka kuongeza spidi na kasi ya kukamilisha malengo yao mwaka 2026. Jambo la 3, yasome malengo yako. Yasome malengo yako mara 2 kwa siku. Unayasoma kwa sauti kila siku. Narudia tena, kwa sauti kila siku. Kumbuka, umeandika katika wakati uliopo, na umeandika kama shukrani kwa Mungu yakiwa yameshakamilika. Kwa hiyo unayasoma katika wakati uliopo. Unayasoma asubuhi kabla hujazungumza na yoyote, kwa sababu kumbuka, hiyo inakuwa ni shukrani. Unaamka asubuhi kabla hujafanya chochote, unasema hivi: nina furaha na ninamshukuru Mungu, kipato changu ni milioni 70 mwaka 2026. Asante Mungu,
kipato changu ni milioni 70. Unarudia tena, nina furaha na ninamshukuru Mungu, ninampeleka mama yangu kuiji mwaka 2026. Nina furaha na ninamshukuru Mungu, kipato changu ni milioni 70 kwa mwezi. Nina furaha na ninamshukuru Mungu, ninaendesha gari range ya milioni 250. Okay? Jamani, narudia tena. Tarudia mara nyingi. Hii video sio kwa ajili ya kila mtu. Ni kwa ajili ya watu wachache ambao wanataka kuongeza spidi na kasi ya kukamilisha malengo yao. Unasoma usiku tena kabla haujalala. Kitu cha mwisho ambacho unatakiwa ukiseme ni shukrani ya malengo yako yakiwa yamekamilika. Tusema hayo ni maombi. Level ya juu zaidi ya maombi ni shukrani. Narudia. Level ya juu zaidi ya maombi ni shukrani. Na wewe unafanya kila siku. Manake utaongeza kasi na speed ya kukamilisha malengo yako. Nakupa bonus. Hii ni bonus ya 4. Bonus ya 4. Print picture za hayo malengo. Ukiziprint picha, zipange sehemu 3. Kwanza uwe na ubao maalum nyumbani kwako, inaitwa vision board. Umeziweka sehemu fulani ambapo unaziangalia. Umeweka kama ni picha za mtu akwenda kuiji, picha za gari, picha za sijui nini, kila kitu umeweka pale hizo picha. Kwa katika yale malengo yako ya mwaka 2026 umea reduce pale kwenye picha. Inaitwa vision board. Lakini vile print ziweke kwenye daftari ambalo ni transparent, inaitwa vision book. Hiyo unakuwa nayo. Lakini kama wewe ni crazy zaidi na unataka ukamilishe malengo kwa speed, tengeneza kitu kinaitwa vision environment. Unayabandika kila kona nyumbani kwako. Unazitoa picha za kina ambazo hazina maana, unaweka picha za mandoto zako. Unakuwa unaona every single day. We get what we picture. Akiwa kinachomkaa mtu ndani yake ndio kinachotoka nje. Unatakiwa uweze kuona every single day ndoto zako, every single day malengo yako, every single day malengo yako. Jamani, video hii sio kwa ajili ya kila mtu. Sasa naongea na wale watu mwaka 2026 wanataka kuongeza kipato chao. Hawa watu ambao mimi na vision inasema kwamba katika miaka 5 naenda kutengeneza watu zaidi ya 1000 ambao wanaingiza milioni 10 kwa mwezi kwa kusambaza bidhaa za afya kwa njia ya network marketing. Kwa kama wewe ni mtu ambaye, jamani, hii sio kwa ajili ya kila mtu na yenyewe. Okay? Kama wewe ni mtu aina hiyo, nitumie ujumbe katika WhatsApp yangu. Andika neno nipo tayari. Nafanya madarasa ya Google Meet, nafanya madarasa ya live, nina information ambazo nakurushia, tunapitia taarifa, una make decision, tunaanza kufanya na kucoach na kuwa mentor wako na coach katika kusambaza bidhaa za afya. Ukiona elimu ni ghali, basi jaribu ujinga. Mtagi mtu wako yoyote hapo ambaye unadhani anahitaji hicho ambacho nakiofa. Mungu akubariki sana.